Kama kuna mtu anafuatilia familia yako, anafuatilia ndoa yako, anafuatilia kwenye kazi yako, mtu anakusumbua akili, unaona kabisa anakufanyia mambo mabaya, anaisumbua familia yako, wote unapokwenda anakufuatilia, yani chochote anachofanya anakufuatilia, iwe ni ndugu, iwe ni rafiki, au mtu yote unahisi anakufanyia jambo baya, leo nakwenda kukuelekeza njia hii rahisi ya kwenda kumkomesha mtu huyo. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kile tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja tuende kwenye somo letu la leo, ambapo nakwenda kuelekeza ni namna gani unaweza kumshinda huyo mtu ambaye unaona anafuatilia maisha yako, anakufanyia vitu vibaya visiweze kukukuta, aweze kuiacha familia yako, aweze kuiacha ndoa yako, aendelee na mambo yake, asiwe mtu wa kukufanyia vitu vibaya, akufanyia vitu vibaya vimpate mwenyewe, na wewe visiweze kukupata wewe wala familia yako, wala watoto wako, wala kwenye ndoa yako. Kwanza kabisa hitaji letu la kwanza nimesema unatakiwa kuwa na mkaa. Lakini mkaa huu unatakiwa mkaa ambao ni wa kuokota. Yaani unaweza kuwa umetembea, umeenda sehemu zile ambazo wanauza mkaa, unatakiwa uchukue kimkaa kimoja ambacho ni cha kuokota. Sio mkaa wa kwenda kununua. Sio mkaa uliotoa pesa yako kaenda kununua. Unatakiwa upate mkaa ambao ni wa kuokota. Kwa hiyo utachukua kile kipisi chako cha mkaa ulichokiokota utarudi nacho nyumbani. Na hitaji letu lingine la pili, unahitajika kuwa na limao. Unaweza kuwa na limao moja, mawili au hadi matatu. Naruhusiwa. Kwa hiyo hitaji letu la pili ni limao. Haya ndio mahitaji mawili muhimu utakayo kwenda kutumia kufanya spell hii, njia hii ya asili ya kuwakomesha maadui zako, kufanya wasikufuatilie, waachane kabisa na familia yako. Kwa hiyo baada ya kupata vifaa vyako hivi utaingia chumbani kwako, na muda mzuri wa kufanya hili zoezi ni usiku jamani. Usiku ninavyosema usiku ina maana ni kuanzia saa 6 kwenda mbele. Kuanzia saa 6 usiku, saa 8 yani inabidi iwe usiku. Kwa hiyo utachukua kile kipande chako cha mkaa pamoja na yale malimao yako, utakaa sehemu ambako uko peke yako kwa utulivu kabisa, utakiweka kile kipande cha mkaa chini au ni kwenye chombo chochote, na kisha utatakiwa kukata yale malimao yako, na utatakiwa kuchukua limao moja moja, utaanza kuliminia kwenye kile kipande cha mkaa huku ukiwa unanuia. Kama unafahamu jina lake, utataja jina lake kwamba wewe fulani fulani unaifuatilia maisha yangu, nifuatilia ndoa yangu, watoto wangu au kazi yangu. Kuanzia leo unikome, uache kabisa kufuatilia maisha yangu. Na kama kuna vitu vibaya unanifanyia visinikute, vikurudie mwenyewe. Na mambo mengine ya kunuia utaongezea wewe mwenyewe. Hivi ni vitu vya asili jamani, tunatumia nguvu za asili za ulimwengu kufanya maombi haya au spell hizi, sio kwa nia mbaya wala kwa ubaya, ila ni kwa kujikinga na kufanya mambo yasikuwie vigumu. Tunatumia njia hizi za asili kuweza kufanya mambo haya jamani. Hizi ni njia za asili tunazitumia kuweza kufanya vitu. Kwa hiyo utakapomaliza kumenyia yale malimao yako ukiwa unanuia kabisa kwa imani kwamba huyo mtu ambaye anafuatilia familia yako, anayekuumiza, anayekufanyia mambo mabaya yasiweze kukupata na yamrudie mwenyewe, utakapomaliza utatakiwa kutoka navyo nje vile vitu vyako sasa ambavyo ule mkaa wako ambao umeshaminyia ile malimao umeshanuia, utakiwa kutoka nayo nje, na kisha utakiwa uchimbe kama ni kishimo au sehemu nyuma ya nyumba yako, uchimbe ufukie vile vitu. Na utafukia pia kwa manuizi kama kawaida, kwamba kwa kuendelea kunuia kwamba yule mtu asiwaze mawazo yake yote, asifikirie kukufanyia tena wewe ubaya wala kukufuatilia. Basi utafukia hiyo dawa yako na kisha utaondoka kwenda kula. Dawa hii unaifanya siku moja tu, sio ya kurudia rudia, unaifanya siku moja, na hakika kwa uwezo wa Mungu utashangaa yule mtu ataacha kukufuatilia, hata mawazo ya kufuatilia atasahau kabisa kwenye kichwa chake. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini napenda kusisitiza kama ni mgeni kwenye channel yangu, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.